na pamoja na wenzangu walivyosema, kwa kweli tunakupongeza. Wewe ulipokuja Loliondo 2013 ulienda na jina la Legwanani Ole Sokoine wa pili, na ni kwa sababu ya uchapaji wa kazi. Hii nafasi unaitendea haki kweli kweli, na mimi nimetoka Ngorongoro, tuko na viongozi wenzangu hapa. Tunakuomba upeleke salamu zetu kutoka Ngorongoro kwa Mheshimiwa Samia, mwambie tunampenda na tunamshukuru. Hii miradi inayozinduliwa hapa, tunakusubiri uje uzindue Ngorongoro. Pamoja na changamoto tulizonazo ya barabara ya lami, tunahitaji sana barabara ya lami, lakini tunajua kwa sababu kama mwenzangu alivyokusema, sisi kama wabunge wenzako tunaongea sana kuhusu haya mambo, na tunakushukuru sana kwa hiyo heshima na nafasi unayotupatia. Tunakuomba upeleke salamu, tunawaombea ya afya njema wewe na Mheshimiwa Samia na Nchimbi, kwa sababu mnaiongoza nchi yetu vizuri sana, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Asante. Kwa niaba ya chama tuna mjumbe wa kamati kuu na tuna mwenyekiti, lakini kwa sababu Ole Yannick amesema walinipa jina la Ole Sokoine wa pili, Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, njoo usalimie. Mjumbe wa kamati kuu amepata dharura. Haya, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama kwa niaba ya chama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, narudia tena kukukaribisha, kuungana na mkuu wa mkoa kukaribisha katika mkoa wetu, na kwa kweli kukupongeza sana 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 kwa rais wetu kukuteua kuwa waziri mkuu. Mambo unayofanya katika nchi hii, narudia, popote utakapokwenda katika nchi hii, watu wengi wanajitokeza kutaka kukusikia. Maana yake tulipita wakati mmoja kule Singida tukakuta Sokoine wakati wa uchaguzi ule, maana yake walikuwa nakuita wewe pale. Hii sura ni sura ya Sokoine. Sokoine alikuwa akisimama, yanatamka na yanatekelezwa. Sasa naona tangu mimi nikusikie, tangu anze ziara unafuata nyayo hizo. Sisi tuliofanya serikalini huko nyuma, yaani tunasisimka mno kwa kazi unayofanya. Tunakuombea kwa Mungu ufanye, utusaidie wananchi wetu warudi kuwa na matumaini. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Karibu sana. Asante. Nilisema nitamalizia sehemu ya pili. Tumekuja kujionea shule. Tumetoka kwenye jambo la mradi, tumeuona mradi wa maji, na kwa kweli ni mradi uliokwenda kwa wananchi ambao wamekuwa wakipata shida kweli kweli ya maji. Ni hitaji lililokuwa la lazima kwa ajili ya wananchi wanaokaa katika wilaya hii, lakini pia na mifugo na shughuli zinazofanyika hapa. Ni vile ndugu zangu, huwa tutangazi hasara ambayo tumekuwa tukiipata kutokana na kukosa maji katika wilaya hii. Kwa hiyo kitendo cha Daktari Samia Suluhu Hassan kusema mradi huu kwa gharama yoyote uletwe, mimi naendelea kusema Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameijua gharama ya hasara ambayo mlikuwa mnapata watu wa Longido ni kubwa sana. Kuna familia ambazo zilikuwa na hali nzuri zimerudi kwenye umaskini kwa sababu mifugo yote ilikosa maji. Familia moja, nakumbuka mifugo, mtu mmoja kwenye zizi moja wanakufa ng'ombe 70, 50, ndama ndo usiseme, kwa ajili ya shida ya maji. Kwa hiyo niendelee kuungana na wenyeji wetu kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta suluhisho kwenye jambo ambalo lilikuwa gumu na ni tatizo na ni kilio cha watu wa hapa. La pili, nimekagua shule na nimepewa taarifa. Hongereni sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Kali, pamoja na timu yote ya wilaya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yako. Taarifa zangu zote nilizopewa zinazohusu ujenzi wa shule hii, umezingatia thamani ya fedha, lakini pia umezingatia ubora. Shule nzuri na imewekwa na mabweni, imewekwa na nyumba za walimu,
ni vile inaanza ndio tumepokea baadhi ya mapungufu ambayo bado yanatakiwa kukamilika. Nimeambiwa jambo la fence, na hili ni jambo la muhimu sana kwa kuzingatia hata hivi mchana tumeonaona wanyama, na nimekuja kuambiwa kumbe wako mpaka chui, kumbe wako mpaka simba. Kwa hiyo inatupa sababu zaidi ya kuweka uzio. Sasa nimwelekeze mkurugenzi, hili jambo liko ndani ya uwezo wenu. Tuambieni bajeti yake, halafu ndani ya mapato ya halmashauri tuharakishe liwe jambo la kipaumbele kujenga uzio huu. Na kama kuna ziada yoyote ambayo mnadhani inahitaji uharaka, naibu waziri wa TAMISEMI yupo hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa alisimamia ili iwe moja ya kipaumbele. Ameongelea nyumba. Hili Mheshimiwa naibu waziri mtaongea hapo pembeni. Bahati nzuri na mbunge mwenyeji na yeye yuko serikalini, ili tuweze kuona tunashirikiana vipi na wenzetu hawa ili kuweza kuhakikisha mapungufu hayo na yenyewe yanamaliziwa. Sambamba na la nyumba pia na la mabweni, kwa sababu kwa eneo hili lazima nyumba za walimu, mabweni vyote vikamilike, kwa sababu hapaonekani kuwa na njia mbadala, ni lazima kuwa na hivi vitu. Kwa hiyo hii na yenyewe iwekeni kwenye kipaumbele hicho. Lile la maji kwenye chanzo, Mheshimiwa Waziri wa Maji atakapokuja kusalimia atalitolea ufafanuzi. Serikali imejipanga kwenye hilo na ndiyo yamekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Pale panapokuwepo na chanzo lazima wananchi wanufaike na maji. Kwa Mheshimiwa Waziri atakapokuja atalisemea hilo. Sasa pamoja na pongezi kwa mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya na timu zao, wana Longido, kwa dhati ya moyo wangu niwapongeze sana kwa kumchagua huyu mbunge ndugu yetu Kiruswa. Mko na mbunge makini kweli kweli, mbunge anayefuatilia mambo ya wana Longido. Na hata hapa mmeona amesema, na sio hapa tu, tunaonana mara nyingi sana anaongea mambo ya Longido. Kwa mko na mbunge makini, na siku zingine ambako anakuwa ametumwa majukumu mengine ya kusaidia serikali, ninyi huku mnaokuwepo huku muendelee kumuunga mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na waheshimiwa madiwani, muendelee kufanya kazi huku ili mheshimiwa mbunge ambaye ni naibu waziri wa sekta ambayo inafanya vizuri sana aendelee kulisaidia taifa. Kazi hizo anazofanya za kwenye madini, katika bajeti ya mwaka jana niliposoma, moja ya sekta iliyochangia fedha nyingi sana ni madini, ikiwa chini ya Mavunde, Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu waziri Kiruswa. Hizo ndo fedha zimekuja zinatekeleza miradi ya maendeleo hii. Aendelee kufanya au aache? Aendelee kufanya au aache? Hizo fedha ndo zinatoa maji mbali, kwa sababu zaidi ya trilioni 1 wamechangia hawa. Na tunataka nchi yetu hii watafiti na maeneo mengine ili tujitegemee, rasilimali tunazo. Si unajua hata ukiwa na ng'ombe wengi usipokamua maziwa huyapati. Si ni kweli? Utapata samli. Usipokamua itabadilikia ndani kwa ndani. Ndio maana na hawa tunasema wachakarike, tupate maeneo mengi ya madini, tupate fedha nyingi zaidi, tulete maji zaidi, tujenge shule nyingi zaidi, hospitali na maeneo mengine.